Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, waligani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu. Karibu siku ya leo tunakwenda kuangaza ile orodha ya wachezaji ambao wanakwenda kutemwa ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club kwa sababu ya kumaliza mikataba. Wengine watakwenda kutolewa kwa mikopo, wengine watakwenda kuuzwa. Hii ni kutokana na ripoti ambayo imeweza kuachwa na kocha wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club, kwa sababu ukiangalia Yanga wanaelekea msimu ujao wa mwaka 2025-2026 ambapo ndani ya msimu watakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, bila kusahau watakwenda kupambania ligi kuu Tanzania bara kuhakikisha kwamba wanakwenda kulitoa taji la ligi kuu ya NBC kwa mara ya 5 mfululizo, bila kusahau watakuwa na mashindano kama ngao ya jamii, bila kusahau kombe la CRDB Bank Federation Cup. Sasa kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club ili kiweze kusajili wachezaji wapya, ni lazima wachezaji wengine waweze kutemwa ili waweze kusajili wachezaji wapya ambao watakwenda kuimarisha kikosi chao kuweza kuwa bora. Kabla kwenda kufahamu orodha ile ya wachezaji ambao wanakwenda kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga, kama tulivyokuambia sababu mbalimbali, kama unafurahishwa na mwenendo wa kikosi cha timu ya soka Yanga kwa jinsi ambavyo ulivyo, like video yetu, alafu sasa tuende kwenye comment section katuambie wewe ni mshabiki unaishabikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club, na usiache kutuambia katika 100% klabu ya soka ya Yanga unaipenda kwa 100% ngapi. Sasa twende kazi. Fahamu kwa tukianzia katika benchi la ufundi, klabu ya soka Yanga Sports Club watakwenda kuboresha kwa sababu kocha Milord Hamdi tayari amemaliza mkataba wake wa miezi 6 na klabu ya soka Yanga Sports Club. Habari za ndani kabisa ni kwamba mabosi wa Yanga hawafurahishwi na kocha huyo, kwa hiyo anakwenda kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club, na Yanga watakwenda kumtafuta kocha mwingine ambaye atakuja na falsafa mpya kwa wachezaji ili kuweza kuboresha klabu yao, kwa sababu wanaelekea katika mashindano magumu. Kwa upande wa wachezaji sasa, tukianzia mchezaji wa kwanza ambaye anatarajia kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club akiwa ni mzawa ni Abubakar Komen. Abubakar Komen ni miongoni mwa mchezaji ambaye anakwenda kumaliza mkataba wake na klabu ya soka ya Yanga Sports Club akiwa ni golikipa. Tumeona hajapata muda mwingi wa kucheza golikipa huyu. Tunaona kwa upande mwingine Yanga Sports Club hawana mpango wa kuendelea kusalia naye, kwa hiyo Abubakar Komen anakwenda kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota mwingine mzawa ambaye anakwenda kuondoka ndani ya kikosi cha Yanga mara baada ya kumaliza mkataba wake ni Jonas Jiradi Mkude almaarufu kama Nungunungu. Jonas Mkude alijiunga na klabu ya soka ya Yanga mnamo msimu wa mwaka 2023-2024 na kusaini kandarasi ya miaka 2 akitokea Simba Sports Club. Nyota huyu tunaona amekuwa na wakati mgumu wa kutokucheza katika kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo Yanga wanakwenda kumpa mkono wa kwaheri, hawapo tayari kuendelea na nyota huyu mara baada ya kumaliza mkataba wake na klabu ya soka Yanga Sports Club. Habari za ndani kabisa, kuna uwezekano akakimbilia kwa Walimu Alizeti Singida Black Stars. Nyota mwingine mzawa ambaye klabu ya soka Yanga wanakwenda kuachana naye ni Azizi Andambwile. Fahamu Azizi Andambwile yupo kwa mkopo ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, kwa hiyo anarejea katika klabu yake ya Singida Black Stars kwa sababu Singida aliomba kuvunja mkataba, lakini mpaka sasa Singida wamemgomea ombi lake la kuvunja mkataba. Kwa hiyo mara baada ya kumaliza msimu, Azizi Andambwile anarejea katika kikosi chake cha timu ya soka ya Singida Black Stars kwa sababu alikuwa kwa mkopo ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota mwingine wa kizao ambaye anatarajia kuondoka ni Salumu Abubakar Shuaboy. Sote tunafahamu Salumu Abubakar Shuaboy tayari ni maji ya jioni, yani umri umekwenda. Nyota huyu tunaona kwa upande mwingine anamaliza mkataba na klabu ya soka Yanga Sports Club. Habari za ndani kabisa ni kwamba klabu ya soka Yanga hawapo tayari tena kumuongezea mkataba mwingine Salumu Abubakar Shuaboy. Kwa hiyo Salumu Abubakar Shuaboy anatarajia kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club mwishoni mara baada ya msimu kumalizika. Kwa hiyo ndio hivyo, ndoa ya Salumu Abubakar Shuaboy na klabu ya soka Yanga imefikia tamati rasmi. Nyota mwingine ambaye anakwenda kutolewa kwa mkopo ni the Wonder Kid Dennis Nkane, ambapo nyota huyu tunaona watu wengi
walitarajia matarajio makubwa kwake wakati anajiunga na Yanga akitokea Singida Black Stars, tena wakamfananisha na Anko Mrisho Khalfan Ngasa, lakini ameshindwa kuonyesha kiwango bora. Msimu uliopita walitaka kumtoa kwa mkopo, lakini alisema bora abakie Yanga, endelee kukaa benchi tu. Lakini sasa Yanga hawatoendelea tena kuwa naye nyota huyu, wanakwenda kumtoa kwa mkopo ili aweze kupata muda wa kucheza, na atakaporejea kama atakuwa katika kiwango bora, basi kwa upande mwingine Young Africans wataendelea kumtumia. Nyota mwingine mzao ambaye anatarajia kuondoka ndani ya kosi ya timu ya soka Yanga Sports Club ni Farid Musa Malik Shah. Farid Musa Malik Shah mtupisi. Kwa upande mwingine nyota huyu tunaona wakati anajiunga na Yanga akitokea Tenerife ya pale Hispania, basi kwa upande mwingine Yanga Sports Club walitarajia mambo makubwa kutoka kwake. Pia akipewa nafasi amekuwa akionyesha, lakini kutokupata muda mwingi wa kucheza kumemfanya kutokuitwa katika timu ya taifa ya Tanzania, sambamba na mwenye pia kiwango chake kinashuka. Sasa Farid Musa Malik Shah anakwenda kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga mara baada ya kumaliza mkataba wake na klabu ya soka Yanga Sports Club. Hiyo ndio orodha ya wachezaji wazawa wa Yanga ambao wanakwenda kuondoka wakiwa ni wachezaji 6. Sasa ngoja turudi katika orodha ya wachezaji wa kigeni ambao wanaondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club, na wengine tayari wameshaondoka. Nyota wa kwanza ambaye ameondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga ni Mwamba Ugadugu Stefan Aziz Ki. Sote tunafahamu Stefan Aziz Ki ni mchezaji anayetumikia klabu ya soka ya Wydad Casablanca kwa sasa, na tunashuhudia ameondoka wakati ligi kuu Tanzania bara ikiendelea akisajiliwa na klabu ya soka ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo hivyo kuelekea katika msimu ujao kuna uwezekano mkubwa Stefan Aziz Ki asiwepo ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club, licha ya kuwa kuna tetesi kwamba nyota huyu aliuzwa kwa mkataba wa mwezi mmoja wenye kipengele kama klabu ya soka ya Wydad Casablanca spolipa bilioni 1.7, basi nyota huyu atarejea Yanga. Lakini ndio hivyo, kwa sasa yupo katika klabu ya soka ya Wydad Casablanca nchini Morocco. Kwa hiyo ndio hivyo, ni nyota wa kwanza kuondoka wa kigeni ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club. Nyota mwingine ambaye anatarajia kuondoka ni fullback namba 2, yani mbavu ya kulia. Hapa tukienda kuongelea Yao Otoula Kwas, miongoni mwa wachezaji ambao walisajiliwa katika msimu wa mwaka 2023 2024 akitokea ASEC Mimosas ya pale nchini kwao Ivory Coast. Msimu wake wa kwanza ulikuwa bora sana, lakini msimu huu tunaona uliomalizika ameandamwa na majeraha ya mara kwa mara. Majeraha yake kwa upande mwingine yamewafanya viongozi wa klabu ya soka Yanga kuingia sokoni kwa ajili ya kumtafuta beki ambaye moja kwa moja atakwenda kuziba pengo lake. Kwa hiyo tunaona kutokana na majeraha mara kwa mara baada ya kumaliza mkataba wake, kwa sababu nyota huyu amemaliza mkataba, Yanga hawapo tena tayari kuendelea nyota huyu Yao Otoula Kwas. Nyota mwingine ambaye Yanga wanakwenda kuachana naye wa kigeni ni nyota anaofahamika kwa jina la Jonathan Ikangalombo, mzee wa speed, ambapo nyota huyu wakati anasajiliwa katika dirisha dogo akitokea AS Vita Club, basi kwa upande mwingine Yanga walitegemea mambo makubwa kutoka kwake, kwa sababu kocha alokuwepo aliomba aletee winga, lakini kutokana na kushindwa kucheza vizuri amekuwa na mikimbio ambayo haina faida. Basi nyota huyu Yanga Sports Club wanakwenda kumvunjia mkataba wake katika dirisha hili dogo la usajili ili waweze kuingia sokoni kumtafuta winga mwingine ambaye moja kwa moja atakuja kuisaidia klabu ya soka Yanga Sports Club kuelekea katika msimu ujao. Kwa hiyo ndoa ya Jonathan Kangalombo na klabu ya soka Yanga inakwenda kufikia tamati. Nyota mwingine wa kigeni ambaye Yanga Sports Club wanakwenda kuachana naye ni Kennedy Musonda. Kennedy Musonda ni mshambuliaji wa kimataifa kutokea nchini Zambia, ambapo nyota huyu alijiunga na klabu ya soka ya Yanga Sports Club akitokea katika nchi yake pale Zambia, akionyesha kiwango bora sana katika klabu ya Power Dynamos. Lakini nyota huyu tunaona nyota huyu amemaliza mkataba na klabu ya soka ya Yanga Sports Club, na taarifa za ndani kabisa ni kwamba Yanga hawatoendelea tena na mshambuliaji huyu Kennedy Musonda ambaye amekuwa na wakati mgumu wa kupata nafasi katika kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo ndio hivyo, kwa sasa nyota huyu anahusishwa kurudi kwao nchini Zambia, huku kuna baadhi ya vilabu kutokea nchini Kongo vikiwinda saini yake Kennedy Musonda. Kwa hiyo mara baada ya kumaliza mkataba wake anaondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota mwingine ambaye amemaliza mkataba na klabu ya soka ya Yanga ni Clatous Chota Chama Triple C, mwamba wa Lusaka. Mchezaji huyu tunaona alijiunga na klabu ya soka ya Yanga msimu wa mwaka 2024-2025 akitokea Simba Sports Club kwa mkataba wa mwaka mmoja wenye kipengele cha kuongeza mkataba mwingine wa mwaka mmoja. Sasa nyota huyu tunaona Clatous Chota Chama amekuwa na wakati mgumu wa kupata namba katika kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwa ndio hivyo
mara baada ya mchezaji huyu kumaliza mkataba wake ameweza kuweka wazi hatoendelea tena kusalia Jangwani. Kwa hiyo anaenda kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club kama mchezaji huru mara baada ya kumaliza mkataba wake. Nyota mwingine ambaye amemaliza mkataba na taarifa zinadai kwamba alikuwa kwa mkopo ndani ya klabu ya soka ya Yanga ni Max Nzengeli Mpia. Max Nzengeli Mpia ni mchezaji wa Kikongo, ambapo kuna taarifa kwamba mchezaji huyu Yanga alipomsajili kutokea Manyema Union ya pale nchini Kongo, walimsajili kwa mkopo wa mkataba wa miaka 2. Habari za ndani kabisa ni kwamba mchezaji huyu bado ana mkataba na Manyema, kwa hiyo Yanga wanataka kumchukua mchezaji huyu kwa mkopo tena, lakini Manyema wenyewe wamekataa, wanataka anunuliwe moja kwa moja kwa sababu wana ofa nyingi mezani. Yanga wameweza kutuma dola 200,000 kwa ajili ya kumsajili nyota huyu, lakini Manyema wamekataa wakisema kwamba nyota huyu wana ofa kubwa zaidi, kwa hiyo Yanga wapande dau zaidi. Kama Yanga watafanikiwa kupanda dau zaidi, basi Max Nzengeli ataendelea kusalia Yanga Sports Club. Iwapo hawatofikia dau ambalo Manyema analitaka, basi Max Nzengeli atarejea nchini kwa Kongo kwa sababu tayari wana ofa nyingine mezani. Lakini nyota mwingine ambaye amemaliza mkataba na klabu ya soka Yanga mpaka sasa anasuasua kusaini mkataba mpya ni mchezaji Pacome Zouzoua, ambapo Zouzoua ana ofa mezani kutokea Yanga, lakini ana ofa mezani kutokea nje ya Tanzania. Kwa hiyo nyota huyu tunaona mpaka sasa hatima yake na Yanga haijajulikana kwa sababu ameugomea mkataba ambao Yanga wamemwekea mezani. Kwa hiyo kama watofikia makubaliano, kuna uwezekano mkubwa naye pia Pacome akaondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club kwa sababu tayari amemaliza mkataba na klabu ya soka Yanga. Alijiunga msimu wa mwaka 2023-2024 kwa mkataba wa miaka 2 akitokea AS Vita Club, lakini tunaona kwa sasa nyota huyu mpaka sasa hajasaini mkataba mpya tunavyoongea hivi. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine kuna uwezekano mkubwa akaondoka kwa sababu ana ofa kubwa mezani zaidi ya hii ambayo Yanga wamempatia. Na tunaona kwa hiyo ndio orodha ya wachezaji wa kigeni 7 ambao wanatarajia kuondoka ndani ya Yanga kama mambo yatakwenda kama tulivyokuambia. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio habari kamili kuhusiana na ile orodha ya wachezaji ambao wanatemwa ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club.